Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu ameingiza uoga na baridi baada ya kutathmini kile kinachomngojea ikiwa Chadema itajihusisha kwenye uchaguzi ujao. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile kinachoonekana kuwa ni msimamo mpya wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche ameibuka na msimamo mkali dhidi ya kile anachokitaja kama mikakati ya makusudi ya kisiasa inayoendeshwa kupitia vyombo vya sheria ili kudhoofisha nguvu ya chama chao. Akiwa mstari wa mbele katika harakati ya kupigania haki za kisiasa, Heche ameweka wazi kuwa Chadema haitayumbishwa na hila zinazolenga kuwazuia kushiriki katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kuvunja rekodi ya ushindani wa kisiasa nchini Tanzania. Kauli hiyo ya Heche imekuja wakati ambapo viongozi kadhaa wa Chadema wanakabiliwa na kesi mahakamani, ikiwemo ile nzito ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Na kwa mujibu wa Heche, kesi hizo hazina msingi wa kisheria na zingine zinalenga kuwatoa nje ya mchakato wa uchaguzi kupitia mbinu zisizo za kidemokrasia. Amesisitiza kuwa siasa za Tanzania haziwezi kuendelea kuongozwa kwa hofu na mashinikizo ya kisiasa yaliyojificha nyuma ya kivuli cha mahakama. Heche ameeleza kuwa kinachoendelea ni mkakati wa kukandamiza nguvu ya upinzani na kwamba serikali ya sasa chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan inatumia taasisi za kisheria kama silaha za kisiasa ili kuhakikisha ushindani wa haki hautokei. Kauli yake imepata uzito mkubwa miongoni mwa wanachama wa Chadema na wachambuzi wa siasa wanaotazama hali ya sasa kama dalili ya wazi ya mpasuko mkubwa wa kisiasa unaoweza kuathiri uchaguzi wa mwaka huu. Wataalamu wa masuala ya kisiasa wameonya kwa mazingira haya ya kutiliwa shaka yanaweza kudhoofisha imani ya wananchi kwa mchakato wa kidemokrasia endapo haki haitazingatiwa. Aidha, wanatoa wito kwa vyombo vya haki na usimamizi wa uchaguzi kuwa na uhuru wa kweli ili kuimarisha misingi ya utawala bora. Na katika msimamo wake wa hivi karibuni, Heche amewahakikishia wafuasi wa Chadema kuwa chama hicho hakitakata tamaa na haki za msingi za kisiasa zitapaswa kuchezewa kwa ajili ya maslahi ya kundi moja la kisiasa. Ametoa wito wa kutatua tofauti kisiasa kupitia sanduku la kura na si kwenye kumbi za mahakama ambazo kwa mujibu wake zinatumika kuminya sauti ya upinzani. Wachambuzi wanasema kuwa Chadema inajaribu kugeuza changamoto hizi kwa kuwa chachu ya kuhamasisha wanachama wake, na kwamba harakati za kupinga kile wanachokiita ukandamizaji zinaweza kuongeza msisimko wa uchaguzi. Na kadri uchaguzi wa Oktoba unavyokaribia, mvutano kati ya vyama vikuu vya siasa nchini Tanzania unaendelea kuongezeka. Katika mazingira haya ya taharuki ya kisiasa, Chadema kupitia viongozi wake waandamizi inaonekana kuamua kupambana bila kurudi nyuma, na ikiwa na lengo la kuhakikisha kwamba sauti ya upinzani haizimwi kwa njia ya kisheria bali inasikika kupitia sanduku la kura.